Kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo, hii ni Tukutane TV. Tunapatikana kupitia mitandao ya kijamii, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook na kwa njia ya WhatsApp. Wewe unatufuata ukiwa wapi? Tuandikia hapo chini tujue ulipo, mtazamaji wa matangazo yetu. Katika uchambuzi wa hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, kuna tarafa mbili zinazoshindikana kutekwa na waasi wa M23 walioteka mji mkuu wa Bukavu. Tarafa la Uvira na Fizi zinaogopeka sababu ya jeshi linaloitwa Mzalendo. Je, unaamini ni kweli? Karibu tuchambue pamoja. Mtangazaji wako kwenye uchambuzi wa siasa, uchumi na maendeleo, Dinamike Malembe wa TK TV ni jina langu. Hali inayoendelea kote duniani, makabila kupigana wao kwa wao, hii ndo dunia. Kukamatiana bunduki, mataifa kupigana, wengine wakifia udongo, mipaka ya nchi na mali zao. Ni sura inayoonekana katika vita vya waasi wa M23 wanaostumiwa kuungwa mkono na Rwanda, wanaopambana na jeshi la taifa la FARDC. Hii ni Tukutane TV. Leo nimesimama hapa kufanya uchambuzi wa hali ya usalama mdogo nchini Kongo, hususa ni mashariki mwa nchi hiyo, katika majimbo mawili, Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini, miji ambayo ina hatari zaidi ya vita vya waasi na jeshi la taifa la Kongo la FARDC. Ukichunguza vizuri vita hivi, mpenzi mtazamaji, kukamatwa kwa mji wa Goma, mji mkuu wa Kivu ya Kaskazini, ni siasa ya vyombo vya habari na raia wenye kukosa uzalendo wa nchi yao, kuongwa pesa na kuwaingiza waasi katika vijiji na miji tofauti, kama zinavyoeleza duru nyingi kutoka mahali. Hadi sasa tunavyozungumza, Goma na mji wa Bukavu, bado waasi wa M23 wanaendelea hadi sasa kuongoza na kudhibiti miji hiyo, swala ambalo raia wa Kongo wanachukulia ni kushindwa kwa jeshi lao au la. Hawajapata majibu. Hata wakongomani waliopo nje ya nchi ya Kongo, walioko Ulaya, Marekani na nchi zingine za Afrika, hata wewe unayenifuata unajiuliza, wakongomani wanashindwa vipi kudhibiti vita hivi? Mtazamaji, hatuko huko leo, ila tuangazie ili swala la vita katika matarafa mawili ya jimbo la Kivu ya Kusini, tarafa la Uvira na tarafa la Fizi. Ripoti zinaeleza kwamba haya ndo matarafa mawili yanayoogopeka kote jimboni Kivu ya Kusini. Nini chanzo? Matarafa haya mawili yanamilikiwa na jeshi moja linaitwa Mzalendo. Unaambiwa tarafani Fizi na Uvira kuna majeshi haya ya wazalendo ambayo mpaka sasa wameweka kibambazi au kizuizi na kuweka ngome zao Uvira ili kuzuia adui kuto kuingia matarafa haya mawili ambayo ni Uvira na Fizi. Je, wazalendo ni kizuizi tosha cha waasi kushindwa kukanyaga tarafa la Uvira na Fizi? Nini mtazamo wako? Siku za hapa nyuma wazalendo walidhibiti mji wa Kamanyola. Raia wanakuwa na maswali kuhusiana na kasi ya wazalendo, ikiwa wanaungwa mkono na serikali ya Kongo au la. Ni swala ambalo wote tunajiuliza. Wasiwasi bado unatanda mjini Uvira na Baraka. Raia wanaendelea kuishi katika hofu, japo matumaini wanayopewa na wazalendo kwamba hakuna kukimbia na hakuna vita. Mtazamaji, serikali ya Kongo imeweka ofisi yake ya mpito ya jimbo la Kivu ya Kusini iliyokuwa Bukavu kuhamia Uvira, na ni kwa uaminifu mkubwa kabisa kwamba watatumikia Uvira kwanza ili kuimarisha usalama na kuchunga raia na mali zake. Uchunguzi unaofanywa na raia mpaka sasa ni kwamba mashariki mwa nchi ya Kongo ni kwamba kama wazalendo wangechelewa kuingia Uvira na kuzingira tarafa la Uvira, basi tunavyozungumza mpaka sasa waasi wa M23 wangekuwa tayari wako Uvira na wangekuwa tayari wana mpango wa kuingia tarafani Fizi, jambo ambalo mpaka sasa halijafanikiwa. Wakongomani wanaomba serikali ya Kongo kuingilia kati vita hivi ili kusaidia jeshi la Mzalendo vifaa vya kivita ili kusaidia kukomboa mji au miji mingine ambayo iko chini ya uangalizi wa waasi wa M23. Hata hivyo, wabembe wanaomba wazalendo kupigana kweli, lakini wawe na malengo ya vita. Wasipigane bila malengo, ili kesho wakishinda vita hivi watafaidika nini kwa ushindi wao? Siasa inapamba moto mtazamaji. Ukilala na ukiamka ni lazima usikie habari 10 tofauti na za uongo na za kweli. Sasa hivi wazalendo waliopo eneo za vita wanaripotiwa kuingia vijiji vya mji wa Bukavu hivi karibuni, siku za usoni, yakiwa ni masemi ya raia walioko mashariki mwa nchi ya Kongo, huko Kamanyola. Kwenye mitandao ya kijamii kunakuwa na habari nyingi potofu ambazo ukiingilia kati na kuzifuatilia unaweza kuhama mji bila ya risasi. Na kwa sasa mtandao unakumbwa na habari za Corneille Nangaa ambaye ni kiongozi wa vuguvugu la AFC anayetajwa kushirikiana na waasi wa M23. Vile mtandao unakumbwa na habari za William Amuri ya Kutumba wakiwa kama wapinzani wawili wenye kuongelewa zaidi katika vita hivi.
TV. Na nchini Kongo kwa sasa raia hawana habari na jeshi la taifa la FARDC, japo wazalendo wako vitani wakisaidiana na FARDC na majeshi mengine kutoka nchini Burundi, lakini raia wanakuwa na wimbo tu wa wazalendo. Kipindi hiki serikali ilifanya mpango na raia wake kubaini makundi yote ya kigaidi na watu raia wanaonekana kushirikiana na waasi wa M23. Wakongomani pote mchini na kabila la Wabembe liliopo Fizi wamewapa pongezi kubwa wazalendo wote. Hivyo viongozi wengine wa nchi, wabunge wa jimbo na taifa wa jimbo la Kivu Kusini wamepongeza wazalendo kwa kazi kubwa wanayofanya kutetea udongo wa nchi yao kama mzalendo mwenye kiu na uchu wa nchi yake. Habari zinasemekana kwamba jeshi hilo lilioko mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa jimbo la Kivu ya Kusini, unako matarafa ya jimbo hilo linaitwa wazalendo. Ni miaka 27 kwa miaka 26 au 27, mpenzi mtazamaji, wako porini wakipigania nchi yao ya Kongo ili isinyanganywe siku moja, mpaka wanaitwa sasa ni mashujaa. Kabila moja au kabila mojawapo iliyopo huko Fizi ambalo ni Wabembe ni raia ambao wanaaminika na uzoefu wa kivita tangu miaka ya 1996, wakianza na jina la Maimai. Huko Ubembe alisimama mwananchi mmoja raia mzalendo akijiita Amuri William Yakutumba, naibu ela mtetezi na wengine wote. Hawa waliishi miaka mingi porini ili siku moja wakomboe udongo wa kwa Ufizi na Kongo kwa ujumla. Vyanzo vya habari na duru zetu zinasema kwamba kama leo M23 waasi wanaungwa mkono na Rwanda kama inavyoripoti vyombo vingi vya habari. M23 hawajaingia Uvira, Fizi na jimbo la Kalemia ni kwa sababu ya Wabembe, Wafuleru, Wanyindu kwa pamoja na makabila mengine yote yanayounda tarafa la Fizi na Uvira, wote wakiitwa Maimai, leo wanaitwa wazalendo. Ndo wametuma na kuzuia M23 kuto kuingia eneo zingine tofauti na mji wa Goma na Bukavu. Mtazamaji, vita vyovyote ulimwenguni hata vidumu miaka ngapi au vinapaswa tu vimalizike katika kukaa chini ili kupata suluhisho. Na makundi ambayo yanakaaga chini kutafuta amani ni yale ambayo yalikuwa yanapigana vita na malengo fulani. Katika uchambuzi huu wa siasa, mpenzi mtazamaji, mpaka sasa raia wa tarafa la Uvira na tarafa la Fizi wako katika sitomfahamu, huku wamoja wakiamini zaidi sana jeshi la mzalendo, huku wengine bado wakiwa na hofu na mashaka, na baadhi ya raia kuendelea kukimbia makazi yao kujielekeza nchi jirani za DRC ikiwa ni Burundi na nchi ya Tanzania. Raia walio wengi bado wako mjini Baraka na wengine mjini Uvira wakiwa na matumaini yaliyo mengi, wakishuhudia na kutumainia pia uaminifu mkubwa kwa jeshi la wazalendo. Na kwa ajili ya uaminifu mkubwa ambao jeshi hili la wazalendo wamekwenda kupewa na raia wote wa tarafa la Uvira hata tarafa la Fizi, mpaka sasa mpenzi mtazamaji, tunavyozungumza ni kwamba ofisi ya mpito ya government ya jimbo la Kivu ya Kusini ilikwenda kuwekwa mjini Uvira siku hizi chache ipate kutumikia pale, na aliyekwenda kuzindua ofisi hiyo ni mheshimiwa makamu gavana Jean-Jacques Elakano, ambaye alikwenda kuzindua ofisi hiyo kwa ruhusa ya mheshimiwa Rais Felix Antoine Tshisekedi, rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili kwamba serikali ikwende kutumikia kwanza Uvira ili kuweka ngome zao na kuangalia ni kiasi gani watakwenda kukomboa mji wa Bukavu na Goma. Na matumaini yote hayo ni kwa sababu ya jeshi la wazalendo. Mpenzi mtazamaji, una maoni gani na jeshi hili la wazalendo? Wewe kama vile raia wa Kongo uliopo mashariki mwa nchi hiyo, unawapa asilimia ngapi wazalendo kushinda vita hivi na kukomboa mji wa Bukavu na Goma? Hii ni Tukutane TV. Tuambie unatufuata kutoka wapi. Mimi ni Dinamike Malembe wa TKTV na mshika picha wetu ni Pepewe Wilonja. Karibu katika uchambuzi mwingine wa siasa, uchumi na maendeleo ambao unaendelea kufanywa kila siku katika runinga yako kupitia Tukutane TV. Tupo katika mitandao mbalimbali ya kijamii.